Kwa hiyo wanaandaa bajeti yao na wana kila kitu chao pale. Ni kama vile lilivyo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kimuundo, wana kila kitu chao pale. Wakishakifanya wanampelekea sasa waziri pale, awapelekee bungeni kwa sababu ndio sheria inataka hivyo, bajeti yao ipitishwe. Lakini waziri has nothing to do with operations na day to day activities za jeshi la polisi, kama ambavyo sheria inaelekeza. Has nothing to do with it. Si kama nimelijibu hilo swali? Ndio. Usalama. Sasa wakati anatangaza bungeni akasema sababu ya kuzuia hii mikutano ni za kiusalama. Na watu wajue vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa vimeanzishwa kikatiba, katiba ikatoa mamlaka kwa bunge litunge sheria itakayosimamia namna ya hivyo vyama vitakavyoanzishwa na namna vitakavyokuwa vinatekeleza majukumu yake, namna vitakavyoweza kufurahia haki zao, namna vitakavyoweza kuwajibika pia katika maendeleo ya watu. Ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza imesema hivyo. Sasa bunge likaenda kutunga sheria ambayo ni sura 258 ya sheria za Tanzania. Hiyo sheria inaitwa sheria ya vyama vya siasa ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja kati ya haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara. Na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu. Na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara ya 32. Ibara ya 32 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, Rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna. Huyo mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana. Kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo, ni uhaini. Sasa ni lini sasa rais na yeye atatangaza kwamba hapa kuna hali ya hatari? Rais akiridhika
ana vyombo vinamsaidia, afu ndio vinampelekea taarifa. Sasa akiridhika kwamba taarifa alizonazo zinasababisha hali ya hatari katika nchi, rais ameelekezwa kupitia ibara ya 32 ibara ndogo ya pili kufanya vitu vifuatavyo. Kwanza, ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hiyo hali ya hatari maana yake nini. Hali ya hatari, yani ukisikia mtu anakuambia kuna hatari kwenye nchi hii, usalama tena hakuna, maana yake nini? Au tishio la kiusalama, yani maana yake nini ukisikia hivyo? Ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hivyo. Ni pale ambapo nchi iko kwenye imevamiwa nchi. Yani tumeamka asubuhi leo, Idi Amin huyu hapa kaingia, tushavamiwa. Hiyo ni hali ya hatari, kwa sababu wavamizi wanataka kuja kupoka uhuru wa nchi yetu kama taifa, na kuchukua pengine himaya ya nchi yetu iwe sehemu ya himaya yao. Kwa hiyo rais, kwa mujibu wa katiba, akiona hiyo hali kupitia wasaidizi wake, taarifa ambazo amezipata kutoka kwa vyombo husika, hiyo hali inampa mamlaka ya kuiita hii kwamba ni hali ya hatari, usalama haupo. Sasa akijiridhisha kwamba nchi inavamiwa au iko vitani, tunapigana sasa, anatakiwa afanyaje? Au limetokea jambo lingine lolote linaloweza kufanya usalama wa nchi usiwe salama, kwa mfano matetemeko ya ardhi, kwa mfano tetemeko la ardhi au mafuriko ya nchi nzima, yani ni vurugu mechi, watu wanapata shida. Rais akiangalia ile hali na akashauriwa na watu wake wa karibu, kwa mujibu wa katiba ina qualify kuwa hali ya hatari, anatakiwa kuchukua hatua. Sasa hatua anayotakiwa kuchukua ili aje atangaze baadaye kwamba kuna hali ya hatari ni nini? Hizo hatua zimetajwa katika ibara ya 32 ibara ndogo ya 3 ya katiba hii, kwamba rais anatakiwa apeleke azimio bungeni bila kujali bunge lipo kwenye shughuli zake au halipo kwenye shughuli zake, apeleke hilo azimio. Na naomba niisome hiyo ibara inavyosomeka. Ibara ya 32 ibara ndogo ya 3. Endapo itatangazwa kwamba kuna hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano nzima au katika Tanzania bara nzima au katika Tanzania Zanzibar nzima, rais atatuma mara moja nakala ya tangazo hilo kwa spika wa bunge, ambaye baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ataitisha mkutano wa bunge ndani ya siku zisizozidi 14 ili kuitafakari hali ya mambo na kuamua kupitisha au kuto kupitisha azimio linaloungwa mkono na kura za wajumbe wasiopungua 2/3 ya wajumbe wote la kuunga mkono tangazo la hali ya hatari lililotolewa na rais. Ibara 32 ibara ndogo ya 3. Kwa hiyo kumbe hata huyo rais mwenyewe huyo, ili apate uhalali wa kutangaza kwamba hii nchi sasa hivi sio salama, ni lazima bunge leo limeridhia kwa kiwango cha wajumbe waliopiga kura sio chini ya 2/3. Huibuki tu ukawaambia watu kuna hali ya hatari, usalama. Kwa sababu brother, sasa hivi mambo haya ya kiusalama haya, kwa kuwa watu hawasomi katiba, watu hawasomi sheria, yanatumika kutisha watu, yanatumika kupora haki za watu, haki kama hizo za maandamano, haki za kufanya siasa ambazo zipo kwenye katiba. Yani hii nchi imeshageuka kuwa kama ni police state, yani ni nchi ya kipolisi. Alafu kuna saa huelewi kabisa hivi. Sasa jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muriro, anaongea na waandishi wa habari, anasema katika siku chache zilizopita hali ya usalama ni shwari. Hali ya usalama ni shwari Dar es Salaam, watu wafanye shughuli zao. Kesho kutwa bungeni waziri anakuambia hali ya usalama sio shwari. Mimi najua waziri wa mambo ya ndani sio askari, wala hajawahi kwenda depo, wala hana mafunzo yoyote ya kiusalama. Waziri wa mambo ya ndani kama anayo labda ni mafunzo ya siri, lakini yale mafunzo yanayojulikana wazi kwamba anayo, kiasi kwamba anaweza akafahamu kwamba kuna hatari au hakuna, waziri wa mambo ya ndani hana hayo mamlaka, hana hiyo elimu. Lakini polisi wameshatuambia sisi kila sehemu. Lakini kubwa zaidi, mwenye mamlaka ya kusema kwamba hatari ipo au haipo ni rais. Hajasema, amekaa zake kimya rais. Kwa hiyo maana rais yeye haoni kwamba nchi iko katika hali mbaya. Lakini nikuulize swali moja, mwandishi,
Mama yuko kwenye jitihada kubwa sana, Mheshimiwa Rais anaifungua nchi. Juzi kafanya ziara kubwa sana kule Urusi, Russia. Na kwa mujibu wa Waziri wa Mambo ya Nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, alisema ziara ya rais kule Urusi ilitikisa dunia na dunia ilitikisika. Na rais baada ya kurudi anaongea na waandishi wa habari pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Anasema moja kati ya lengo au malengo ya ziara yake kule Urusi ni kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara na kiuchumi kati ya nchi zetu mbili, Urusi na Tanzania. Kwamba Watanzania waende Urusi wakaangalie fursa kule za uwekezaji za biashara kama zipo, wakazitumie ziwasaidie wao binafsi au zilisaidie taifa. Lakini pia Warusi waje waangalie hapa Tanzania sisi tuna vivutio gani vya kiuwekezaji kwenye madini, kwenye maliasili, misitu, mbuga za wanyama na mambo mengine kama hayo. Sasa leo anaibuka mtu anakuambia nchi haiko salama. Hivi Putin akisikia Putin atatuonaje sisi? Yaani tumefunga safari kumfuata, mwambia Putin njoo uangalie huku nchi yetu sisi ni salama, ina vivutio. Njooni muwekeze, watu wetu wapate ajira. Putin amesema sawa, mimi nitakuja. Si ni kisiwa cha amani? Nakuja mimi kuwekeza kule. Anajiandaa kuja, ghafla anasikia huko sio salama huko. Sitaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Lakini yule rais wa Namibia yule, sikaja juzi hapa, juzi. Na rais katuambia tutumie fursa, tuchangamkie fursa zilizoko Namibia. Twende kule sisi tukaangalie biashara. Kabla hata tujaanza kujipanga vizuri, tunaambiwa hii nchi sio salama. Lakini sasa kichekesho anayetuambia ni mtu ambaye hana mamlaka hayo. Na kama anasema yeye ana mamlaka hayo, wewe tuandalie mdahalo mimi na yeye, mdahalo. Yes, Kaseka soma sheria. Na mimi nimesoma sheria. Mimi naishi sheria na naifanyia kazi sheria. Na sio naifanyia kazi, mimi nimetoa mchango kwenye maendeleo ya sheria za nchi hii. Nenda mahakamani kule utakuta mchango wa maendeleo ya sheria, wanafunzi wanasoma kesi zangu kwa mashuleni. Sasa yeye akwambie yeye mchango wa sheria alitoa wapi? Au alifanya wapi hiyo sheria? Maana usije kwa unasoma sheria kama unasoma gazeti. Sheria sio gazeti la Mwananchi au Nipashe ambalo kila mtu anaweza akachukua tu akasoma afu akaelewa. Ukishaisoma sheria unaenda kuifanyia kazi, to practice it. Na ili uweze kuifanyia kazi lazima uwe una leseni. Ana leseni sasa yule anakuambia. Kwa hiyo nataka kukuambia kwenye swala la usalama kuna mchakato unaotakiwa kufuatwa kikatiba ili nchi ionekane kama kweli ina matishio ya kiusalama au haina hayo matishio. Na mimi nitakurudisha kwenye historia kidogo. Nchi hii ni nchi imara sana. Na ndio maana tangu mwaka 1979 hakuna kibaka yoyote amejaribu kuvuka mpaka kuivamia nchi yetu. Waliona mfano tuliotoa pale Uganda pale. Kapigwa vibaya mpaka kafurushwa kwenye madaraka Idi Amin. Tangu wakati huo hilo somo limeenea dunia nzima kwamba Tanzania usiende kuchezea, ni nchi imara, ni nchi ambayo ni kisiwa cha amani. Na hata uchaguzi sisi tumefanya kwa amani na utulivu na usalama. Hao matishio yanatokea wapi? Yaani unajua kuna wakati tunaonekana sisi ni vituko kabisa duniani. Nchi ni kisiwa cha amani. Alafu unaambiwa msifanye mikutano, kuna vitishio vya kiusalama. Sasa waje watuambie ni kwa namna gani wameifuata katiba kufikia hitimisho hilo ambalo wao wanalisema kwamba nchi haiko salama, ili watu waache kufurahia haki zao za kikatiba na za kisheria. Vinginevyo itakuwa ni kuwadanganya tu watu na kuigeuza nchi hiyo ni nchi ya kipolisi. Na sio Afrika tu, dunia nzima kwa sasa imepiga marufuku tawala za kijeshi. Imepiga marufuku tawala za kipolisi. Ndio maana nchi, jumuiya ya kimataifa inahimiza nchi zijiendeshe kidemokrasia, watu wafanye chaguzi, mamlaka yatoke kwa wananchi, wajiongoze wenyewe. Polisi ni moja kati ya kitu ambacho kimeundwa na katiba, kama ambavyo vitu vingine vyote vimeundwa na katiba, ikiwemo haki za watu. Lakini polisi leo hawana umuhimu, hawana uhalali wa kusema kwamba wao ndio wanaweza kaamua kwamba kuna usalama au haupo.
wakati katiba imeelekeza wazi kabisa ni lini tutakubaliana kwamba usalama haupo. Katiba hii hapa, labda mimi niwe ni muongo, na hii katiba aliyesimamia kutungwa kwake ni baba yake Mahmudu Thabit Kombo, ndio kaitunga hii katiba hii, na mzee Msekwa bado yuko hai. Mtu anakuambia kwamba mikutano ile ni vurugu. Kuna vitu viwili hapa, vurugu na mikutano ni vitu viwili tofauti. Mikutano imekuwepo hapa tangu mwaka 1992, vyama vingi vinaanza vya kisiasa, na hakuna kipindi ambacho polisi walipitia wakati wa majaribio na wakavuka hayo majaribio kama kipindi cha kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2005 na 6. Kafu ilikuwa ipo kwenye kiwango chake, kafu ya ngunguri, kafu ya ngangari. Yani kafu wanasema hao ni ngangari, polisi wanasema kama kafu nyie ni ngangari, sisi tutakuwa ngunguri. Sasa mimi ushauri wangu kwa polisi, kama wanaona utekelezaji wa majukumu yao una shida kidogo, kutokana na mambo mbalimbali yanayosababishwa na ufanyaji wa siasa katika nchi hii, waende wakamuulize IGP Maita aliwezaje kufanya kazi na kafu, na kafu wakawa wanafanya mikutano na maandamano yao bila shida yoyote. IGP Omar Mahita mstaafu ndio IGP katili kuliko ma-IGP wote makatili duniani. Alisema yeye mwenyewe juzi, yeye ndio IGP katili kuliko makatili wote. Lakini pamoja na ukatili wake hakuwahi kuwanyima watu haki ya kufanya maandamano, kwa sababu anaijua katiba kwamba maandamano yameruhusiwa kikatiba. Alfred Tibaigana ndio alikuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam kipindi hicho. Alikuwa anaweza kusimamia majukumu ya kipolisi, ikiwemo kuwalinda waandamanaji wanaofanya maandamano katika majukwaa ya kisiasa, na nchi ilikuwa inaenda tu. Wakamuuliza Tibaigana yeye aliwezaje kufanya kazi na kafu na Chadema na vyama vingine wakati wote ule. Kwa sababu leo tunazungumza nchi hii na miaka 34 ya uwepo wa vyama vingi. Lakini ni kama vile leo vyama vingi ndio vimeanza na tunaviogopa kama ukoma. Wakifanya tu mkutano kao kidogo, usalama. Yaani ndio kisingizio, ndio kichaka. Sasa usalama umetajwa kwenye katiba. Namna usalama unavyoweza kutumika kufanya mikutano ya kisiasa isifanyike imeelezwa kwenye katiba, na sio hivyo ambavyo wanaeleza wao.